Bwana, yes, Sports Counter tumerejea kuendelea kukujuza stories zote za kimichezo. Tulikuwa tumepotea kidogo, sasa tumerejea kwa nguvu kubwa zaidi. Na moja kati ya stories za michezo ambazo naanza nazo ni kuhusiana na tetesi za usajili ambazo zimeendelea kulindima kila kukicha. Tunafahamu tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa story ni nyingi sana kuhusiana na baadhi ya nyota ambao wamekuwa wakihusishwa kutoa kwenye vilabu kadha wa kadha. Sasa kwa upande wa Simba na Yanga, ni moja kati ya vilabu ambavyo vinatajwa kuwania nyota mbalimbali ambao wameendelea kuhusishwa kwamba huenda dirisha kubwa la usajili akawa ni sehemu ya vikosi hivi. Sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba bwana, moja kati ya tetesi ambayo ipo ni tetesi za chini ya kapeti ambazo Simba Sports Club wanapambana kuwania saini ya mchezaji wa zamani wa Nkana na Al Ahly Walter Binene Sabwa Bwalia mwenye umri wa miaka 31 ili kuangalia namna ya kumsajili mwishoni mwa msimu huu. Bwana Bwalia, kama una kumbukumbu vizuri, ni moja kati ya mshambuliaji ambaye alikuwa hatari sana alipokuwa anacheza ndani ya klabu ya Nkana ya pale Zambia, lakini baada ya kuonyesha kiwango bora akasajiliwa na Al Ahly. Na wakati ule Al Ahly wanashinda vita kumsajili Bwalia, Simba Sports Club pia nao walikuwa wakihusishwa kumhitaji Bwalia, lakini kwa sababu ya fedha ambayo Bwalia alikuwa anahitaji, ama uongozi ama management ya Bwalia ilikuwa inahitaji, wana Simba walishindwa na mwisho wa siku Bwalia akatimkia zake Al Ahly. Sasa Simba wamerudi dakika za jioni kuona ni kwa namna gani pengine anaweza kapata saini ya Walter Bwalia. Lakini wakati huo pia Simba Sports Club bwana, unaambiwa James Akamiko tayari kila kitu kiko tayari kwamba huenda kwenye dirisha kubwa la usajili akawa ni sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa James Akamiko ni mmoja kati ya nyota ambaye anatajwa kwamba huenda akatua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo. Lakini tetesi nyingine ambayo inazungumzwa bwana, ni klabu ya Simba imeanza mazungumzo na management ya mshambuliaji Abdul Suleiman Sop mwenye umri wa miaka 25 kutoka Azam FC ili kupata saini yake kwa ajili ya msimu ujao wa 26-27. Bwana Abdul Sop anatazamiwa kuchukua nafasi ya mshambuliaji Selemani Mwalimu ikiwa atahitajika na Wydad Casablanca mapema sana mwishoni mwa msimu huu, na mkataba wa Azam na Abdul Sop unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo Sop bwana ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kwenda kuchukua nafasi ya Selemani Mwalimu. Kwa hiyo bwana ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo na inaihusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona kama Simba watakamilisha usajili huo wa nyota wa Azam FC Abdul Suleiman Sop. Lakini kama ambavyo pia tunafahamu kwamba baada ya tetesi kuihusisha Simba na Chobwedo bwana, bado pia tetesi imeendelea kuzungumza kwamba tayari Chobwedo ameshakwisha kumalizana na Simba Sports Club. Kinachosubiriwa tu ni utambulisho, na unaambiwa pia Kevin Nation kama ambavyo pia tetesi zimekuwa zikizungumza, kinachosubiriwa ni utambulisho tu kwenye dirisha kubwa la usajili. Lakini pia Nathan Chilambo mkataba wa awali tayari ameshakwisha kusaini Simba. Kwa hiyo pia hao ni baadhi ya nyota ambao wanatajwa ameshakwisha kumalizana na Simba Sports Club. Kinachosubiriwa ni utambulisho, na unaambiwa mahitaji zaidi yataendelea kutolewa na mwalimu Steve Becker kuelekea kumaliza msimu ili kukamilisha Simba hatari sana kuelekea kwenye msimu ujao. Kwa hiyo pia hao ni baadhi ya nyota ambao wanatajwa tayari wameshakwisha kumalizana. Lakini Simba pia imeripotiwa bana kuanza mazungumzo rasmi na management ya kiungo wa kimataifa wa Burkina Faso Burkinabe Ibrahim Basse mwenye umri wa miaka 25 anakipiga ndani ya klabu ya Marumo Gallants ya Afrika Kusini. Bwana, hatua hii imekuja kufuatia pendekezo la kocha mkuu wa Simba Steve Becker ambaye anafahamu vyema uwezo wa kiungo huyo kutokana na uzoefu wake katika ligi ya Afrika Kusini kwa maana ya PSL. Basse anatarajiwa kuwa mchezaji huru mwishoni mwa msimu huu baada ya mkataba wake na Marumo Gallants kufikia tamati mwezi Julai 26. Licha Simba kuonyesha nia, klabu hiyo inakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa miamba soka nchini Afrika Kusini. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinaweza kuwa klabu za Orlando Pirates na Kaizer Chiefs pia zimekuwa zikifuatilia kwa karibu huduma ya kiungo huyo anayesifika kwa uwezo wake wa kumiliki eneo la katikati. Kwa hiyo Simba pia anatajwa, na tetesi hii inamhusisha pia Asante Kante ambaye anatajwa huenda kaondoka ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tetesi zinazomhusu nyota huyu Ibrahim Basse ni moja kati ya tetesi ambazo zinatajwa kwamba ndiye mrithi
wa Alassane Kante ambaye anatajwa kuondoka ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Lakini kwa mujibu wa chini za kapeti pia Fave Bongeli mwenye umri wa miaka 19, wingi hatari wa TP Mazembe, ni mmoja ya mchezaji ambaye anawinjwa sana na Simba tangu msimu uliopita. Simba wamepanga kuweka pesa ndefu kwa ajili ya kumsajili mwishoni mwa msimu huu pia. Kwa hiyo nyota huyu mwenye umri wa miaka 19 kinda Fave Bongeli anatajwa naye pia kutua kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, taarifa ambayo nakamilisha nayo ama tetesi ambayo nakamilisha nayo kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni unaambiwa kwenye kati tofauti Simba na Yanga wamefanya mazungumzo na winga mshambuliaji wa AS Lupopo ya Kongo DR Henoki Moria mwenye umri wa miaka 22. Henoki Moria amekuwa na msimu bora sana kwenye ligi ya Kongo huko akifunga goli 13 na assist 9. Baada ya Simba na Yanga kugundua msimu ujao nyota huyo anahitaji changamoto mpya nje ya Kongo, wote wamefanya mawasiliano na nyota huyo ili kumshawishi. Dirisha kubwa lililopita Azam na Yanga walimtaka sana Moria, ila nyota huyo akachagua kujiunga na Lupopo akitokea AS Rangers. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo kuhusiana na Moria ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya tetesi ambazo zimeendelea kuhusu Simba Sports Club kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Nyota kadha wa kadha wakaendelea kutajwa, lakini nyota wengine wakitajwa tayari ameshakwisha kukamilisha usajili kama Nathan Chilambo ambaye anazungumzwa kwamba ameshakwisha kukamilisha mkataba wa awali, lakini pia nyota kama Kevin Nation ambaye pia naye anatajwa ameshakwisha kusaini mkataba wa awali, lakini pia nyota kama Ramadhani Chobwedo ambaye yeye anatajwa ameshakwisha kukamilisha usajili ndani ya klabu ya Simba Sports Club mkataba wa miaka 3. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni utambulisho tu na nyota wengine ambao wameendelea kutajwa. Kwa hiyo tutaendelea kujuza kuhusiana na tetesi hizi, pengine kama zimekamilika ama bado, lakini kubwa zaidi kinachosubiriwa ni dirisha kubwa la usajili kufunguliwa na kuona hiki ambacho kimeendelea kuzungumzwa kwamba ni kweli ama ni tetesi tu ama zitasalia kuwa tetesi. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ama tetesi ambazo zinahusu Simba Sports Club kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Tunafahamu kwamba kwa sasa Simba Sports Club ni kama imerejea kwenye ubora wake mara baada sasa ya kuanza kufanya vizuri wakiwa mabingwa wa ligi ya Muungano mara baada ya kuwafunga Yanga kwenye finali, lakini pia tumeona namna ambavyo wameendelea kuonyesha ushindani na namna ambavyo wameendelea kupata matokeo bora. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa sasa ndani ya Simba Sports Club ni kuendelea kuitengeneza Simba hatari zaidi ile ya misimu 5 iliyopita. Kwa hiyo tunasubiria na kuona nini ambacho kitatokea. Nyota hawa ambao wameendelea kuzungumzwa, nyota ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club, ni kweli watakuwa ni sehemu ya kikosi cha Simba ama zitasalia kuwa tetesi. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya tetesi ambazo nimeamua kukujuza kuhusiana na Simba Sports Club ambao wanatajwa kuwania saini ya hao nyota na wengine wakitajwa kumalizana na Simba